Tuangalie Luka sura ya 22 mstari wa 7. Katika mstari wa 7 imeandikwa, basi ikawadia siku ya mikate isiyotiwa chachu, siku ambayo mwana-kondoo wa Pasaka huchinjwa. Yesu aliwatuma nani? Mitume waliotumwa kuandaa Pasaka walikuwa Petro na Yohana. Petro na Yohana walishika nini? Waliadhimisha Pasaka. Petro aliadhimisha, Yohana aliadhimisha, na hata Yesu aliadhimisha. Wakati wa kutoka kwa Waisraeli, Mungu mwenyewe alianzisha Pasaka. Mungu aliamuru, ni lazima uishike amri hii kwa wakati uliopangwa mwaka baada ya mwaka, na kama mtu asipoadhimisha Pasaka, mtu huyo hana budi kukatiliwa mbali na watu wake. Akafanya sheria hizi ziwe wazi kabisa. Siku hizi ni jambo la ajabu jinsi makanisa yote yanavyopuuza ukweli wa thamani ambao kupitia huo tunaweza kuupokea mti wa uzima. Imeandikwa kwa utondoti sana katika Biblia. Biblia hii siyo tofauti na yao. Licha ya kuwa sawa, hawaiangalii. Je, hili halishangazi kwa kweli? Tusome tena katika sura ya 22 mstari wa 7. Basi ikawadia siku ya mikate isiyotiwa chachu, siku ambayo mwana-kondoo wa Pasaka huchinjwa. Hivyo Yesu akawatuma Petro na Yohana akisema, nendeni mkatuandalie chakula cha Pasaka ili tuweze kuila. Wakamuuliza, unataka tukuandalie wapi? Yesu akawaambia, tazameni, mtakapokuwa mkiingia mjini, mtakutana na mwanaume amebeba mtungi wa maji. Mfuateni mpaka kwenye nyumba atakayoingia. Nanyi mwambieni mwenye nyumba, mwalimu anauliza, kiko wapi chumba cha wageni ambamo mimi na wanafunzi wangu tutakula Pasaka? Atawaonyesha chumba kikubwa ghorofani, kikiwa kimepambwa vizuri. Andaeni humo. Wakaenda nao wakakuta kila kitu kama Yesu alivyowaambia. Hivyo wakaiandaa Pasaka. Hapa pia kuandaa Pasaka kunafanyika kwa utiifu kwa maneno ya Kristo, sivyo? Kama Yesu alivyowaambia, walifanya sawasawa na alivyosema. Petro na Yohana hawakufanya hivyo kwa kupenda kwao wenyewe. Katika mstari wa 14 imeandikwa, wakati ulipowadia, Yesu akaketi mezani pamoja na wale mitume wake. Kisha akawaambia, ametamani sana kula nini pamoja na wanafunzi wake. Haikuwa majirani wala rais waliotamani hili, bali Mungu mtakatifu aliyeumba mbingu, dunia na kila kitu katika ulimwengu. Tuendelee na mstari wa 19. Kisha akachukua mkate, akashukuru, akaumega na kuwapa, akisema, huu ni mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu. Yote yalifanyika kwa ajili yetu, kwa ajili ya uhai wa wanadamu ambao wamewekewa kufa baada ya kula kutoka kwenye mti wa ujuzi wa mema na mabaya, na kwa ajili ya malaika waliotenda dhambi na kutupwa kutoka mbinguni. Huu ndio mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Katika mstari wa 20 inasema, vivyo hivyo baada ya kula akakitwaa kikombe akisema, ni kikombe kilicho na divai, sivyo? Kikombe hiki ni agano gani? Agano jipya katika damu yangu imwagikayo kwa ajili yenu. Kwa kufanya haya yote, Mungu mwenyewe alivaa mwili kutulisha kutoka kwa mti wa uzima. Kwa kuwa alikuwa Mungu aliyeweka makerubi kwa upanga wa moto ili kuzuia wenye dhambi wasiingie kwa uhuru njia ya kuendea mti wa uzima, hatimaye hakuna mwingine isipokuwa Mungu anayeweza kufungua njia hii.